Kanisa la Jesus Winner Ministry lililopewa mchango wa shilingi milioni 20 na Rais William Ruto sasa linasema litaupokea mchango huo licha ya Wakenya kuwataka wasimamizi kuukataa. Msimamo wa kanisa hilo limejiri huku mkuu wa kanisa hilo Askofu Edward Mwai akikutana na Rais William Ruto katika ikulu ya Nairobi hii leo. Willy Lusige anaarifu zaidi. Picha zilizochapishwa kwenye mitandao ya kijamii ya Rais William Ruto zimeonyesha akikutana na mchungaji wa kanisa la Jesus Winner Ministry Roysambu jijini Nairobi, Edward Mwai. Mkutano huu ukiandaliwa saa chache baada ya usimamizi wa kanisa hilo kuzungumzia mchango wa Rais Ruto wa milioni 20 alioahidi siku ya Jumapili iliyopita. Alisema tengenezeni harambee. Kanisa likisema halijapokea mchango huo na iwapo pesa zitawasili hazitarejeshwa, kinyume na msukumo wa Kenya wengi. Sisi tulichukua rais aliplinch kama yule mshirika mwingine ama mgeni angetembea hiyo kanisa hiyo siku na akute kama kuna mchango unaendelea na yeye achangie. Kanisa hilo pia linakumbwa na utata wa ardhi kati yake na jeshi la KDF. Jaribio letu la kutaka kuona kipande hicho cha ardhi halikufua dafu, kwani tulizuiliwa na usimamizi wa kanisa hilo. Kanisa linadai kununua ardhi hiyo kutoka kwa kampuni ya maduka ya jumla ya Uchumi. Uchumi accepted the offer letter for the purchase of the land and the sale agreement was made on the same. Stakabadhi ambazo hatukuweza kudhibitisha uhalali wake na tulizokabidhiwa na usimamizi wa kanisa hilo zinadai kuwa kanisa lilinunua ardhi hiyo ya ekari 3 mwaka 2018 kupitia mkopo wa benki ya Equity kwa kima cha shilingi milioni 330. Kisha KDF iliwazuia kutumia ardhi hiyo kabla ya kamati ya bunge kusisitiza ardhi ilikuwa ya kanisa hilo. January 2019, the Ministry of Defense and officially written to Uchumi Supermarket under reference iko hapo saying they had no contention for the 3 acres of land. Stakabadhi nyingine inaonyesha kuwa mnamo mwaka 2019 mkurugenzi wa kampuni ya Uchumi aliandikia Wizara ya Ulinzi barua kutaka ukaguzi wa dhamani ya ardhi hiyo kufanywa. Stakabadhi nyingine ya mwaka jana inaonyesha barua iliyoandikwa na katibu wa Wizara ya Ulinzi Patrick Mariru akiitaka Wizara ya Ardhi kutoa suluhu ya kudumu kuhusu mzozo wa umiliki wa ardhi hiyo. Licha hayo yote, kufikia sasa haijulikani ni nani mmiliki halisi wa ardhi hiyo. Willy Lusige, Runinga ya Citizen, Nairobi.